السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. Hadhirin, tunaendelea na darsa ya balagha katika kitabu Al-Balaghatul Wadhiha, na leo tutaanza mahala tulipokomea wanaposema wayajibu an yaslima tarkibu min at-ta'qidi al-lafdhi, na ni wajibu mpandano wa maneno usalimike kutokana na mfungiko wa kimatamshi. Wa huwa an yakuna al-kalam, nako ni maneno kuwa khafiya dalalati ala al-ma'na al-muradi, ni yenye kuficha ujulisho juu ya maana inayokusudiwa. Haitakiwi fasaha iwe katika hali hiyo. Haitakiwi kabisa mfungiko wa kimaneno yatolewe maneno hali ya kuwa ni yenye kuficha ujulisho juu ya maana inayokusudiwa. Na maneno yanaweza yakawa ni yenye kuficha ujulisho juu ya maana inayokusudiwa bisababi taakhiri alkalimati au taqdimuha an mawati'iha al-asliya. Inaweza ikawa ni kwa sababu ya kuchelewesha baadhi ya maneno au kuyatanguliza baadhi ya maneno kwa kuyatoa mahala pake pa asli, au bilfasli baina alkalimati, au kwa kutenganisha baina ya maneno allati yajibu an tatajawara, ambayo ni wajibu yakae jirani, wayattasilu ba'dhuha bi ba'dhi, na yawe ni yenye kuungana na kushikana yenyewe kwa yenyewe. Sasa wewe unatenganisha na unayaweka mbali, na yatakiwa yakae jirani na yawe ni yenye kuungana yenyewe kwa yenyewe. Maneno yako yatakuwa yanatoka katika fasaha. Wakatoa mfano, fa idha qulta, utakaposema ma qaraa illa wahidan Muhammadun ma'a kitaban akhihi. Ukisema hivyo, ambapo hata tafsiri inaleta ugumu, ma qaraa, hakusoma, illa wahidan, isipokuwa mmoja, Muhammadun, Muhammadi, ma'a kitaban akhihi, pamoja na kitabu ndugu yake. Ukasema hivyo, kana hadha al-kalamu ghaira fasihi, maneno haya yanakuwa sio fasaha. Lidhu'fi ta'alifihi, kwa udhaifu wa mpangilio wake, hayakupangwa vizuri haya. Idh asluhu, kwa kuwa asili yake maneno haya yalitakiwa yaletwe hivi, ma qaraa Muhammadun ma'a akhihi illa kitaban wahida, hakusoma Muhammad pamoja na ndugu yake ila kitabu kimoja. Huo imekaa vizuri kabisa, lakini akayaleta akaweka mpangilio mbaya kabisa, dhu'fu ta'alif, akasema ma qaraa illa wahidan Muhammadun ma'a kitaban akhihi. Kana hadha al-kalamu ghaira fasih, maneno haya yanakuwa sio fasaha. Lidhu'fi ta'alifihi, kwa udhaifu wa mpangilio wake, mtungiko wake si mzuri. Lakini wallahi lau utasema ma qaraa Muhammadun ma'a akhihi illa kitaban wahida, hakusoma Muhammad pamoja na ndugu yake isipokuwa kitabu kimoja, unakuwa umepatia kabisa na maneno yanakuwa ni fasaha. Sasa alipovuruga kwa kukosea mpangilio, faqudimati sifati ala almawsufi, akatanguliza sifa kabla ya kinachosifiwa. Na namna ilivyo, kwanza unamtanguliza yule anayesifiwa, ndio unaleta sifa. Ile sifa inarudi ala almawsuf, lakini sasa unatanguliza sifa kabla ya chenye kusifiwa. Faqudimati sifatu ala almawsufi, ikatangulizwa sifa kabla ya chenye kusifiwa. Wafusila baina almutalazimaini,
na kukatenganishwa baina ya vitu viwili vyenye kulazimiana. Maana kuna vitu viwili vinalazimiana vikae pamoja, lakini yeye akavitenganisha. Wahuma, navyo hivyo vitu alivyovitenganisha, adatul istithnai wal mustathna, ile zana ya kuvulia na kile kilichovuliwa akavitenganisha. Kwa mfano adatul istithnai alioitenganisha hapo, utaona kabisa aliposema ma qaraa illa wahida ma Muhammad ma kitaban akhi, nakati ilikuwa inatakiwa ile kitaban wahida, lakini akasema ma qaraa illa wahida. Halafu yule mustathna akaja akamleta kule akaweka kitaban. Hivi vilikuwa vinatakiwa vikae pamoja kabisa. Kwa hiyo fusila baina almutalazimain, vimetenganishwa baina ya vitu viwili vyenye kulazimiana. Wa huma adatul istithna wal mustathna, navyo hivyo vitu viwili ni zana ya kuvua, ni istithna na mustathna pale kwenye illa na yule kitaba. Hivi vitakiwa vikae sehemu moja. Wal mudhafu ilayhi, na mudhafu ilayhi pia akatenganisha. Mudhafu na mudhafu ilayhi ipi? Aliposema pale ma qaraa ila wahida Muhammad ma akhihi, Muhammad ma kitab akhihi, ile ma akhihi itakiwa ikae pamoja, itakiwa iwe ma akhihi, lakini akasema ma kitaban akhihi, ni makosa. Wayushbihu dhalika qawlu abi Tayyib al-Mutanabbi, na hilo linafanana na kauli ya huyu bwana Abi Tayyib al-Mutanabbi. Tunapomzungumza Abu Tayyib al-Mutanabbi, huwa Ahmad ibn al-Husaini, ni Ahmad ibn Husaini ash-sha'iru at-ta'iru as-sit, mshairi mwenye sifa kubwa kabisa. Kana min al-mutalli'ina ala gharibi al-lugha, alikuwa ni miongoni mwa wale wenye kuzitokezea lugha ngeni. Wa shi'ruhu ghayatu fil jawda, na ushairi wake ulikuwa katika upeo wa uzuri, yani mashairi yake yalikuwa katika upeo wa uzuri. Yamtazu bil hikma, alikuwa akijipambanua kwa hikma. Wa dharbil amthali, na kupigiwa mifano. Alikuwa akijipambanua kwa hikma. Wa dharbul amthali, na kupiga mifano kwenye ushairi wake. Wa sharhu asrari nufusi, na kufafanua siri za nafsi. Ulida bil Kufa, amezaliwa katika mji wa Kufa, katika mahala panapoitwa Kanda au Kinda. Amezaliwa mwaka wa 303 Hijiria na amefishwa mwaka wa 354 Hijiria. Sasa wayushbihu dhalika, na hayo yanafanana na kauli ya Abi Tayyib al-Mutanabbi aliposema anna yakunu abal bariyata Adam, anna yakunu abal bariyati Adam wa abuka wathaqalani anta Muhammadu. Tazama ubeti huu, ghaira fasih wal wad'u sahihu, muweko ulio sahihi kwenye ubeti huu. An yakula, ilitakiwa aseme hivi, kaifa yakunu Adam abal bariya wa abuka Muhammadu wa anta thaqalani. Ilitakiwa aseme hivyo, namna gani anakuwa Adam baba wa viumbe na baba yako Muhammadi, na wewe unatokana na binadamu au majini. Lakini yeye akasema vingine kabisa, akasema anna yakunu abal bariyati Adam wa abuka wa thaqalani anta Muhammad, yani annahu qad jamaa ma fi al-khaliqati min al-fasli wal kamal, min al-fasli wal kamal, ya kwamba yeye amekusanya yale yaliyoko katika umbile, min al-fadli wal kamali, miongoni mwa ubora na ukamilifu. Qad fasala baina al-mubtada'i wal khabari, ametenganisha baina ya mubtada na khabari, hakuviweka vikakaa pamoja. Wahuma, navyo ni abuka wa Muhammad, katenganisha, hakuviweka pamoja, na mubtada na khabari vinatakiwa vikae pamoja. Kwa hiyo ubeti unakuwa si fasaha. Waqaddama al-khabara ala al-mubtada'i, na akaitanguliza khabari kabla ya mubtada. Taqdiman qad yad'u ila al-labsi, utangulizi ambao unapelekea kuficha maana au kusababisha muingiliano au mvano. Fi qawli, katika kauli yake aliposema wathaqalani anta, wathaqalani anta, akatanguliza khabari kabla ya mubtada, ni makosa. Ala annahu ba'da ta'assufi, juu ya kuwa baada ya kujikalifisha mno ndio unaweza ukatambua. Lam yaslim kalamuhu
min sukhfi wa hadhari. Hivyo basi hayakusalimika maneno yake kutokana na udhaifu na kutokana na makosa. Kwa hiyo fasaha inatakiwa mpandano uepukane na mfungiko wa kimatamshi, uepukane kabisa. Lakini kama matamshi yanakuwa ni yenye kujifunga pia inatolewa katika kiwango cha balagha. Leo tutakomea hapa, lakini darsa inayofuata tutaelezea wayajibu an yaslima tarkibu min at-ta'qid al-ma'nawi. Baada ya kuwa tumeeleza wayajibu an yaslima tarkibu min at-ta'qid al-lafdhi, takuja kueleza wayajibu an yaslima tarkibu min at-ta'qid al-ma'nawi. Taeleza hapo. Kubwa zaidi ninalokuomba ndugu mtazamaji, usiache kusubscribe katika chaneli yetu ya Masjid Zainab Nyashishi. Ukifanya hivyo utakuwa ni mtu wa kwanza kupata notification katika skrini yako ya simu, na utajua nini kilichowekwa na utakitokezea na utapata faida. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikie juu ya haya yote tunayoyaendea, kwani yeye ni waliyu tawfiqi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.